Takaraki toka Yesu. Hii ni mwaka ya kupanua hema. Maana hema yako itakapopanuka, kwenda kulia na kushoto, baraka za Mungu itakuja kwako. Na Biblia ikasema ya kwamba urithi ya watoto wako watanyakua miliki zote. Ile baraka Mungu ameweka mbele, wewe utaifikia kwa jina la Yesu. Maana uwezo wa Mungu itakuwa juu ya maisha yako. Ninaomba mchana wa leo, kwa hii ibada ambayo tunaenda kutumia anointing, tangarana kitoka Yesu, esia yeilata mafuta inafanya kazi ndani ya Mkristo. Eteje Mungu naje na Marko, kitabu cha Marko kinasema lile kanisa, wamewasewa kanisa iteleketa moyanga, waekelewa na wapake mafuta na wapokee uponyaji. Daudi alipomwaga mafuta, Biblia ikasema kwamba jemadari wa vita, hebu ninyi jemadari wa alianza kufanya kazi la ninyi mara akamaliza Goliath, ni Goliath kwa sababu ya ile mafuta. Ngara gina ilata. Bwana asifiwe sana. Elisha alipoambiwa, wale Elisha ndio gani? Ukaangalia ile mfupa iliyokuwa kwenye bonde. Tese bosi yele lo alikuwa na mafuta. Amugero beila. Akaamsha watu waliokufa. Neto multungana go watu. Kwa sababu mafuta inafanya nini? Amugese ilatesia. Inafungua kitu aliyokufa. Neto piu inatata. Mafuta inapokuja leo. Vitu zote zilizokuwa yako. Yote ambayo wamesema itakuwa. Leo kupitia maana mvua inaponyesha nyasi zinamea na pia na watu wanafanya kazi. Maana Mungu leo mwaka huu hii mafuta inafufua vitu chochote kilichotoka kupitia hii pokea na ifufue kuomba leo kwa jina kasi ya mafuta inafunguanga milango. Nembo li milangoni. Adui wakifunga mafuta inafungua milango. Paulo Sila kitu iliyofungua milango. Ile mafuta aliyokuwa nao. Walipoimba pale gerezani, mafuta ilifungua mlango. Kwa sababu ulikuwa na uwezo wa Mungu. Kasi ya mafuta inafungia kila roho ya laana. Laana iliyo katika ndani ya watoto wako. Mafuta inafunja. Inatoa laana zote. Kwa jina la Yesu. Mafuta inafanya kazi. Kina Daudi walitumia mafuta. Kina Samueli walitumia mafuta. Na wakashinda vita zote. Hata nasi katika ibada ya leo, anointing service, lazima tuchukue mafuta. Lazima bengi ya kwa jina safi la Yesu. Kasi ya mafuta inaondoa aibu inaondoa aibu. Lazima bengi ya sako kwa jina la Yesu. Mafuta itakapokuwa juu yako, aibu zote itaenda mbali na wewe. Mafuta inaondoa aibu. Jambo lingine mafuta inafanya, inatoa adui. Mafuta inaondoa sako wanakuandama. Mafuta peke yake inaomoa zote katika jina la Yesu. Mkono wako mafuta leo inayofanya kazi leo mchana ni mkipokea waliokuwa na mafuta watakuwa na imani ya juu, watatembea katika maombi, watatembea katika ushindi, watatembea katika shangwe, kwa sababu mafuta inafanya kazi ndani yao. Wale watu ambao wamejazwa mafuta, Roho wa Mungu inafanya kazi ndani ya maisha yao. Ninaomba mchana wa leo, hali umeshindwa kwa familia, hii mafuta leo inakuwezesha. Hali watu wamekuchekea, mafuta wakasimamisha ndani ya watu wako, mafuta inafanya kazi. Yesu Kristo, mafuta
Kabla hatujaenda kuabudu Mungu. Praise and worship wakuja hapa. Our praise and worship yetu. Tunaanza